Huu ni wakati sasa wa kugusa maisha halisi, maisha ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, watoto ambao mara nyingi wanakosa sauti lakini wana ndoto kama watoto wengine. Wakati dunia ikijiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto anaishi na kufanya kazi mtaani, swali kubwa linabaki, je, tunawaandaa vipi watoto hawa kupata kesho iliyo bora? Basi hapa studio tunaye mtu ambaye amejitoa kwa hali na mali kuhakikisha watoto hawa wanapata tumaini jipya la maisha. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Nana Care, ikiwa na maana ninakula naye na muonyesha kesho yake, Bwana Laizer Meporo Kivare. Nimelipatia jina lako sawa? Laizer Meporo Kirave. Laizer Meporo Kirave. Jina la Kimasai hili? Exactly. Jina la Kimasai sahihi kabisa. Mimi ni Masai. Karibu sana. Asante sana. Basi tunaamini kabisa hata msikilizaji ambaye anatufuatilia kwa muda huu anatamani kufahamu mengi kutoka kwako Laizer. Na kwa sababu umesema hapa ni kumaanisha kwamba nakula naye na muonyesha kesho yake, huyu mtoto ambaye anahitaji msaada mkubwa sana, na kwa namna mnavyoandaa watoto ambao wanalelewa kwenye makao hayo ya vituo vya watoto yatima na jinsi ya kuishi kwenye jamii na kujitegemea wanavyotoka kwenye makao ama vituo hivyo. Na namba studio ni 0621107107. Kwanza tuanze moja kwa moja kwa kile ambacho unachokifanya mpaka sasa, kwa namna unavyowasaidia watoto na watoto wale ambao mpaka sasa hivi wanajitambua na kujithamini na kuona kwamba tupo katika mikono salama. Karibu. Asante ndugu mtangazaji, na kama awali ulivyoitambulisha, taasisi inaitwa Nana Care na kula naye na muonyesha kesho yake. Na ukiangalia taasisi imejengwa kwenye msingi wa leo na kesho ya mtoto. Leo maana yake ni nakula naye. Ukijaribu kuangalia hayo maneno inaonyesha wakati uliopo, na sana ni vile vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya kwa mtoto kwa sasa hivi. Lakini tumekuja kuona kwamba jamii au nafasi kubwa ya watu wamekuwa wakifanya ile leo kwa sasa hivi. Tukaja kuona kwamba kuna gap kubwa katika kumwandaa mtoto ili aweze kujitegemea kwa kesho. Ndio tukaja na hiyo kipande cha pili cha taasisi ambayo inamuonyesha kesho yake. Sana muonyesha kesho yake ni nini? Ni kwamba ni kumwandaa mtoto leo ili hata kesho usipokuwepo aweze kujitegemea yeye mwenyewe. Na taasisi yetu imekuwa ikijikita zaidi kufanya vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikamsaidia huyu mtoto kujiandaa. Mojawapo ni kwenye swala zima la ujuzi au elimu mbadala. Hawa watu ambao wamekuwa wakilelewa kwenye makao, tumekuwa na kampeni mbalimbali, tumekuwa na workshop mbalimbali za kuwapeleka wataalamu ambao wanaweza wakawasaidia watoto hata wakiwa kwenye makao, basi wapate elimu ya ujuzi ambao hata wakija huku mtaani wanaweza wakatumia. Lakini pia tuna miradi mbalimbali ambao ni kwa upande wa elimu ya kilimo. Tuna moja kati ya mradi ambao unaitwa Jembe Kuza, na hii ni kampeni ambayo tunajaribu kuuzia jamii wazo au makao wazo kwamba wale watoto wanapokuwepo kwenye yale makao wasibaki tu kusubiri watu wawaletee msaada au wasubiri tu kwamba wao wawe tegemezi. Wanaweza wakaanzisha vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikawafungua watoto akili na wakaona kwamba hata kama tulipitia kwenye mazingira yoyote yale, lakini bado tuna uwezo wa kufanya jambo na inaweza kutusaidia kwa baadaye. Masuala ya vipaji tumekuwa tukihamasisha jamii kwamba hata makao kwamba kama mtoto anaonyesha jambo fulani tusimkataze yule mtoto kufanya lile jambo, kwa sababu kupitia vipaji ni jambo ambalo linaweza likamfikisha kwenye kesho yake zaidi. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia engo mbalimbali, kuna elimu, kuna hivyo vipaji, kuna ujuzi, kuna tafiti ambazo pia tunazifanya, lakini ni jambo ambalo linaweza likamwandaa mtoto kesho aweze kujitegemea zaidi. Na ni watoto wa aina gani ambao mnawahudumia? Lengo letu kubwa la kwanza la taasisi ni mtoto kama mtoto yeyote yule. Hilo ndio lengo letu kubwa la kwanza, kwa sababu ujue tafsiri ya mtoto anaweza akawa kwenye mazingira hatarishi akiwa kwenye mazingira yoyote ile. Anaweza akawa hatarishi kwenye mazingira akiwa kwa mzazi wake, au wengine ambao ni watoto yatima na watu ambao wanaishi mtaani na vitu kama vile. Lakini hiyo ndio target yetu ya kwanza kama mtoto, kwa sababu tumekuja hata gundua kwamba hata watu wengi ambao wanakaa na wazazi wao, kuna vitu vingi ambavyo wazazi tunashindwa kuvifanya au hatutilii maanani zaidi. Kwa hiyo lengo letu la kwanza ni mtoto kama mtoto, lakini sasa uwezo lilo ni lengo pana. Baadaye tukaja kuifanya lengo letu liwe nyembamba zaidi ili tuweze kufika ile target, na tukawa tumechagua watu ambao wapo kwenye mazingira hatarishi au wamepita kwenye mazingira hatarishi, na tukaanza na watu ambao wanalelewa kwenye makao ambayo ndio kwa sasa tunaadili nao hasa.
Aha. Na hawa watoto ambao mnasema nakula naye namuonesha kesho yake na mpaka sasa hivi na najua mmejikita sana Dar es Salaam na hawa watoto wanahitaji sana upendo, ni watoto yatima ambao wanatakiwa kuthaminiwa na kuonesha upendo na namna ya kuishi kama watoto wengine. Kwa vile ambavyo mnavyowashika mkono kumuonyesha kesho yake, mmewafikia watoto wangapi? Na wale ambao mmewasaidia mpaka hivi sasa wameshafikia wangapi? Tunamshukuru Mungu kwamba toka kuanzishwa kwa taasisi yetu haina miaka mingi sana, lakini tumekuwa na kampeni ambayo imeweza kuwagusa watoto wengi. Kwa hapa Dar es Salaam vipo vituo zaidi ya 40 hapa Dar es Salaam, na tumeweza kufikia karibu vituo vyote kwa hapa Dar es Salaam kupitia miradi mbalimbali ambao tumekuwa tukifanya, lakini pia tumekuwa tukiendesha workshop mbalimbali mashuleni, kwenye jamii inayotuzunguka, kwenye mikutano ya hadhara, ambao lengo letu kubwa tumekuwa tukitoa hii elimu ya kuwafikia watoto. Kwa hiyo statistically au kwa takwimu tunaweza tukasema kwamba ni zaidi ya watoto 2000 na tumeshawafikia kupitia miradi mbalimbali ya Nana Care, lakini pia tuna ushuhuda mbalimbali zinazoishi kwamba tushawahi kufanya miradi mbalimbali kwenye vituo. Mfano miradi ya vitu vya mikononi. Tunaenda kwa watu kwenye kituo, tunazindua mradi labda wa kutengeneza vitu vya urembo. Tunamtafuta mtaalamu, magili, shanga, kushona, kuchora, kucha, urembo. Kwa hiyo labda tunaenda kwenye kituo fulani, then tunamtafuta mtaalamu ambaye anaweza kuwekeza nguvu zake kwenye hicho kitu. Kwa hiyo tunajaribu pia kuuza wazo kwa jamii kwamba ukiachana na vitu vya kuwapatia wale watoto, unaweza pia ukawapatia maarifa. Na kwa uzoefu wenu, watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani wanakutana na changamoto zipi kubwa zaidi? Changamoto yao ni kubwa, na kama ulivyouliza kwamba kwanza ile tu mpaka kitendo cha yeye kufika kwenye hayo makao, unaweza ukajua kwamba mchakato wake ulikuwa ni vipi, kwamba changamoto ni kubwa zaidi. Lakini sasa labda nizungumzie kwenye changamoto baada ya kufika kwenye makao. Jambo la kwanza ni naweza nikaweka kwenye upande wa mentality, sijui niweke, lakini ufahamu wao, yani changamoto ya kifahamu, kwamba unakuta mtu amepitia kwenye mazingira fulani kiasi kwamba ufahamu wake ushaingiliwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo unakuta hata yule mtoto jinsi anavyotafakari, jinsi anavyowaza, jinsi anavyojenga hoja, tayari unakuta ufahamu wake kuna namna fulani ambao unatakiwa ujenge uwezo upya. Lakini pia wanakuwa wanapitia changamoto za kisaikolojia, wamepitia trauma mbalimbali. Kila mtoto kuna historia yake ambayo imemfanya mpaka akaenda kwenye vituo mona. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ya kisaikolojia. Lakini pia tumekuja kugundua kwamba wakishafika kituoni, kwa sababu labda hiyo mazingira, unaweza hata kukuta labda darasani uwezo wao wanashindwa kufanya vizuri kwa sababu ya ile mazingira. Unajua elimu inaendana na mazingira. Kwa hiyo unawapeleka labda shule, lakini namna ambavyo wanaweza kutafsiri ile elimu kwa urahisi au kuipokea kwa urahisi inaweza ikawa ni ngumu kidogo. Lakini kwa hiyo umeona sasa kwamba kupitia hizo changamoto mbalimbali zinazojitokeza, kuna haja pia hata kwa wale watu ambao wanawalea watoto, kama mtoto alikuwa anatumia siku moja labda kuelewa 2+2, na kwa sababu labda changamoto aliyopitia kwenye mazingira inaweza ikachukua nguvu zaidi au siku zaidi ya yeye kuelewa ile 2+2. Kwa hiyo kuna changamoto ya kielimu, kuna changamoto ya kisaikolojia, lakini pia muda mwingine wanakosa ule mtandao wa kindugu. Ujue mtu unakaa, kuna mtu anaanza kutoka shule narudi nyumbani nakutana na familia. Unaweza kukaa na mtoto kituoni akakwambia hivi, kwani mimi mama yangu mzazi yuko wapi? Kwani kwetu ni wapi? Mbona hapa tupo wengi, lakini marafiki zangu shule yani hivyo. Kwa hiyo unakuta pia wanakuta na hiyo changamoto ya kukosa mtandao. So tuna wajibu kubwa sana kama jamii pia kuwatengeneza ule upendo wa familia. Na kwa sababu umesema ni changamoto ambazo mnakutana nazo, ikiwemo ni hiyo ya mtoto kuweka ule uzito kwenye kichwa chake, akiamini kwamba mimi kwa hapa nilipo ni kama ameshakata tamaa. Na kwa wewe, kwa namna ambavyo unawasaidia hawa watoto, kwanza kabisa baada ya kukutana na mtoto mwenye changamoto kama hiyo amekata tamaa, sababu kuna wakati mwingine anaona hata hayo mafundisho ama elimu kwangu haina maana kwa sababu sina yoyote, hakuna kunishika mkono. Huwa mnatumia nafasi ipi kuwatoa kule walipo, yani kuwa shape kurudi sasa katika jamii ili washiriki na wachangamane pamoja? Changamoto inayoanzia kwenye ufahamu, namna ya kuitatua ni kudili na ufahamu wenyewe. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa na semina au maongezi ya moja kwa moja na yule mtoto, kwa maana labda counseling. Unakaa na mtoto kwa sababu kuna wataalamu
Mimi pia ni mwalimu kitaalamu, lakini pia ni mbobevu kwenye masuala ya malezi mbadala. Kwa hiyo jambo la kwanza ni unakaa chini na yule mtoto, unaanza kujenga ufahamu wake upya, kwa maana kwamba kumjengea ujasiri upya. Kama alipoteza huo ujasiri, kuna namna ambayo unazungumza na yule mtoto, anaona kwamba kuna tumaini jipya ambalo anaweza akalipata. Lakini pia kuna njia bunifu, unaanza kumuinvolve au kumuingiza mtoto kwenye vitu ambavyo vitaanza kuchochea ile hali yake ya ndani. Unaona, kwa mfano unakuta mtoto labda amejikatia tamaa, hawezi tena kusoma, akienda shule haelewi. Inabidi sasa uje na njia bunifu ambayo itamfanya mtoto aweze kwenda shule. Mfano mzuri, unazungumza na mwalimu, akija mtoto hata kama anakosea, ule mtoto anakosea shuleni kwa sababu tayari amekuwa na kovu. Unazungumza na mwalimu kwamba mtoto tumpeleke kwa namna hii, unampeleka shule hata akikosea, mwalimu asiwe treat kama mtoto special. Lakini anavorudi makaoni, sisi ambao tupo kwenye hayo makao tutakuwa pia tuandae plan nzuri namna gani ya kuponya wale watu. Lakini pia njia bunifu kupitia masuala ya teknolojia, masuala ya michezo, masuala ya kutengeneza ile kuungana, unasema kwamba bond, unakuta tayari akili ya yule mtoto inaanza kupona. Lakini pia njia nyingine ambazo tunatumia kwenye upande wa ufahamu wa watoto ni kuwekeza nguvu zaidi kwenye kile kitu cha ziada ambacho anaweza kufanya. Unaweza kukuta kwamba shuleni hayuko vizuri sana, lakini kuna kitu fulani ambacho anakiweza, labda kipaji. Kwa sasa badala ya wewe kukataza kwenye kile kipaji, unatafuta namna ya kuendana na kipaji chake, huku unaenda inaenda elimu na kipaji, kwa maana kwamba unakuwa unaviendesha vile vitu viwili kwa wakati mmoja. Unatafuta ile passion ya yule mtoto kwanza, unakuja gundua passion yake mtoto yupo kwenye kuchora. Kama passion yake yupo kwenye kuchora, basi natakiwa nimrudishe shule kupitia ile passion ya yeye kuchora. Na kati ya hawa watoto ambao mnawasaidia, kuna ambao tayari wameshajimudu, wameinuka na sasa hivi ni wanatoa mchango mkubwa kwa jamii, yani akikumbuka kwamba nilisaidiwa, na kuna mwingine ambaye anahitaji kusaidiwa, yani kanufaika na kile ambacho mnamsaidia. Kwa mfano kama ulivyosema, mnawaingiza katika ubunifu, kutengeneza labda bangili, hereni. Sasa kati ya hawa ambao wameshapata hii elimu na wakajiweza mpaka sasa hivi, mnajivunia nao kwamba anajitegemea? Au kwa kifupi tunaweza kusema hadithi yoyote ya mafanikio, hadithi iliyo hai watoto ambao umewalea? Ni kweli tuna watoto kama 4 kwa sasa ambao wanafanya kazi za mikono. Mwanzoni tulikuja gundua kwamba kuna baadhi ya mabinti wengi walikuwa wanataka elimu ya uokaji, na tukawaleta wataalamu na baadaye tukawapeleka kwenye shule za uokaji, na wale kwa sasa wapo Bunju na wanaendesha biashara zao za kuoka mikate, keki na mambo kadhalika kama hayo. Lakini pia yupo mtoto ambaye ni binti sasa hivi ameshatoka makaoni na anasimamia biashara yake ya urembo, na duka lake lipo pale Makumbusho, anafanya kazi kwa uzuri kabisa. Lakini pia tunaendelea kwenye vile vitu, kwa sababu pia kuna mchakato wa mtoto kuwepo kitu na kutoka kuja huku nje, ambao ule mchakato pia unaweza kuwa ni mrefu kidogo. Lakini kuna hawa watoto ambao wameweza kunufaika moja kwa moja na wameweza kujitegemea kiasi kwamba kwa hapa Dar es Salaam unaweza kujikuta kwamba anajilipia kodi, japo anahitaji bado ile mentorship au usimamizi mdogo mdogo, lakini unaanza kumsimamia akiwa mbali. Unaona kabisa kwamba huyu ashaanza kujimudu na anaweza kujisimamia yeye mwenyewe. Haya msikilizaji, ni saa 2 kasoro dakika 14, saa 2 kamili ni habari za michezo. Tunazungumza hapa na Laiza Mipiro Kirave, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Nanana Care, ikiwa na maana ya nakula naye na muonesha kesho yake. Na haya yote tunaangazia kwa sababu Jumapili ndio wiki dunia ikitarajia kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto anaishi na kufanya kazi mtaani. Laiza, kila mtu anasukumwa na kitu. Tuambie wewe, nini kilikusukuma kutaka kufanya kazi kwa ajili ya kuwasaidia watoto? Na wewe ni miongoni mwa wahi kupita wale wengi tunaona mtu anakuja na hadithi yake, labda naye alitokea huko mtaani au ametokea kwenye makao. Vipi wewe, nini kilikusukuma? Ni somo la kwanza mtu pia kuniuliza hili swali kwamba Laiza, wewe ni mtoto yatima au una wazazi? Binafsi mimi sio mtoto yatima, nina wazazi wangu wote wawili, na baba na mama, na nimebahatika
nimekuwa na bibi zangu mpaka leo, kwa hiyo ukoo wangu bado ni mrefu sana. Na hapo awali umeniambia kwamba mimi ni Masai. Sasa kwenye jamii yangu ya Kimasai, wakati wa ukuaji wangu, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa naviona, na moja kati ya kitu ambacho kwenye jamii ya Kimasai inaweza ikawa siri kubwa ni kwamba kule hatunaga mtoto yatima. Ya hata kama mtoto akifiwa na mzazi wake, tunaamini kwamba ile jamii ya Kimasai kutakuwepo na mtu yoyote yule ambaye ana uwezo wa kukaa na yule mtoto kama ndugu yake, kama mwanae wa kumzaa. Kwa hiyo ile perspective au ule mtazamo wa Kimasai ilikuwa imeniingia ndani zaidi. Lakini pia hata hii passion inaweza ikawa imetokana na wazazi wangu. Bibi yangu mzaa mama ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi hiyo kubwa sana ya kuwalea watu ambao sio wa kwake wala hata na ndugu nao, baba yangu mzazi. Kwa hiyo inaweza ikawa imejengwa kwenye huo msingi. Lakini kitaaluma pia mimi ni mwalimu. Wakati wa mafunzo yangu ya vitendo kwa maana ya field mkoani Ruvuma huko, nilienda kwenye shule moja, na naamini kwamba hichi kitu ndio kilijengwa sana kule. Nikaona kwamba kuna watoto wengi ambao wanapoteza ile ndoto yao. Unaweza kukuta kwamba kisa daftari la 500 tu, yule mtoto anapoteza. Yani unakwambia mwalimu, mimi nimeshindwa kuja shule, nimeishia mtaani mwaka wa 4. Sababu ukitraces baadaye unakuta kwamba ilikuwa amekosa kiatu tu. Je, ni kweli daftari inaweza ikamfanya mtu akashindwa na masomo? Kwa hiyo ile passion ilianzia vile, jinsi na mimi nilivyokuwa nasoma sekondari. Kuna watu pia ambao wamenishika mkono, nimepita kwenye mambo mbalimbali au malezi mbadala mpaka imenifikisha hapa leo. Lakini zaidi ni ile wito ambao Mungu anaweza kaweka ndani ya mtu, inaweza ikawa kwa namna hiyo. Hayo yote ni kutokana na moyo wako kama ambavyo umesema wa kujitolea na kuwasaidia watoto ambao wanaishi mtaani. Na kwenye maoni kuna huyu anasema ubarikiwe sana kwa kuwasaidia watoto, lakini Mungu akubariki sana sana. Gimbi Ntoga kutoka Mnguli, wilaya ya Mkarama. Anaitwa Mariam au Bibi Mariam kutokea Msongora. Amesema pia anakufuatilia kwa karibu sana. Na anaitwa Hashim Kawambwa akiwa Vingunguti. Sawa, asante sana. Na pia amesema anakufuatilia kwa umakini zaidi. Asante kwa wote ambao mnaendelea kutoa maoni yenu, na kama tulivyokuambia tunaye mgeni hapa studio. Ndio. Leza, sasa kuelekea katika maadhimisho, nini mmepanga kufanya? Ya kwanza tunamshukuru Mungu kwamba binafsi nimekuwa mmoja kati ya mratibu msaidizi wa makao yote ambayo hapo mkoa wa Dar es Salaam. Na jambo ambalo tumelipanga kulifanya au serikali yetu pia imepanga kufanya ni kwamba ni kualika walezi au wasimamizi wa makao yote ya mkoa wa Dar es Salaam kuhudhuria kwenye hilo jambo, na nimekuwa kwenye kamati za uratibu. Na kwa nini tunataka hao walezi wahudhurie? Wamekuwa ni wadau wakubwa sana wa watoto, kwa sababu hata serikali au maafisa ustawi wanavyoenda huko mtaani kuzungumza na watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, mwisho wa siku watawatafutia makazi. Kama mtoto hana nyumbani kabisa au ana ndugu wa kwenda, wanawaleta kwenye haya makao. Kwa hiyo tunajaribu kuintegrate au kuangalia namna gani haya makao pia yanaweza kutumika kuwasaidia wale watoto ambao wanaishi na kufanya kazi mtaani. Lakini pia nitoe rai yangu kwa jamii na kwa serikali kwamba bado wale ni watoto wetu, na bado kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yao, kwa maana ile hatima ambayo inapaswa kutimia. Yule ambaye yuko mtaani leo anaweza akawa ni rais wetu wa kesho, anaweza akawa ni mtaalamu wetu wa kesho ambaye anaweza kuja kulisaidia taifa. Kwa hiyo tunahitaji kuangalia kwa jicho lingine la tofauti na kuhakikisha kwamba tunawasaidia watoke huko mtaani na waingie kwenye mfumo rasmi wa maisha. Kwa hiyo na wao watakuwa mtajumuika, mtakuwa na michezo nao, mbali na kuwaita hao walezi ama wasimamizi wa haya makao, watoto wenyewe nini mmewaandalia? Watoto ambao wanatoka mtaani au ambao wako kwenye makao ili siku kwanza umeona hizi sherehe kama hizo za kimataifa, tunashukuru kwamba wanaweza kutambua, lakini tutakiwa tuwe makini sana namna ambao tunasherekea au tunaviazimisha. Tusije tukawa kwamba sijui nitumie lugha gani, lakini kama tunaendekeza au tunayafurahia yale maisha. Kwa hiyo ukiangalia hata labda kauli mbiu ya mwaka huu ni kwa namna gani ambayo tunaweza tukawalinda wale watoto, sio hivyo? Au namna gani ambayo tunaweza tukaishi nao. Kwa hiyo kwa sababu sasa waratibu wa hiyo sherehe kwa hapa Dar es Salaam au maadhimisho kwa hapa Dar es Salaam ni waratibu wengine, lakini nachoweza kuchangia ni kwamba
kila mtu ana nafasi ya kuadhimisha hiyo siku kwa namna ya tofauti, lakini natamani akili zetu ziishie katika namna ambao tunaweza tukazimaliza au kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanaishi kufanya kazi mtaani, sisi jamii tusiwe kama kielelezo. Kwa kama wewe mzazi, kama wewe ni mwanajamii ambao ulihusika mpaka mtoto akatoka nyumbani mpaka akaenda mtaani, ni wakati huu wa kuadhimisha hizi sherehe, ni wakati wa kujitafakari tena kwamba nilichokifanya ni kitu sahihi, ili tusiazimishe kiasi kwamba tunawasherekea wale watoto kuwepo mtaani. Lakini pia kwa wale ambao wapo kwenye makao, namna gani ambao katika kuazimisha hivi vitu tuwatengeneze ule uwezo wa wao kujitegemea wao kama wao. Kuna watoto yatima ambao wanalelewa kwenye vituo na kuna wale ambao hawapo kwenye vituo, tunawaona tu mtaani. Na kila mmoja anajiuliza wazazi wao wako wapi? Kuna wengine wanao wazazi na wanatembea mtaani kwa ajili ya kutaka msaada wa kuendesha familia zao. Na tunaona pia kuna watoto wengine bado ni wadogo huko mtaani, wanajitahidi kwa namna watakavyoweza, kwa sababu pengine yeye ndio mkubwa, amepewa jukumu la kuisaidia familia. Na tunaposema mkubwa, sio pengine na miaka 40 mingapi, pengine wa miaka 10, ila na jukumu la kuisaidia familia yake. Na wazazi ana ndugu, kwa sababu tu ameona hali sio nzuri akajiingiza mtaani. Wewe kile ambacho unachokifanya labda ni kwenda moja kwa moja kwenye vituo na kuwasaidia hawa watoto, ama hata hawa ambao wapo mtaani wana wazazi lakini hawana maisha na yeye ndo anategemewa, huwa hawa unawafikia kwa ajili ya kuwasaidia? Taasisi yetu kama nilivyosema awali kwamba inamlenga tu mtoto kama mtoto, hata mtoto wako kwenye familia yako. That's why kuna muda tunaenda hadi kwenye mashule ambao tunaamini kwamba pia kuna watoto ambao wana wazazi wao. Lakini ni kweli unakuta kwamba kuna namna fulani hivi familia au jamii imeendelea kuwa chanzo cha watoto pia kwenda mtaani, na namna ambayo tunafanya zaidi ni kwamba tunaamini zaidi kwamba sehemu bora ya mtoto kulelewa ni kwenye familia. Hiyo ndio moja kati ya kitu ambacho tunakiamini. Kwa hiyo ukiachana watu ambao tunawafikia ambao wapo kwenye makao, tumekuwa tukiwafikia watu pia ambao wako nje, japo mfumo wao kuwafikia ni mgumu kidogo. Namna gani unamfikia mtoto ambaye unajua hayupo sehemu rasmi, ukimtafuta utampata wapi? Kuna mwaka tulikuwa tunafanya namna ya kuwatoa wale watoto ambao wapo barabarani, angalau na kuwaunganisha na familia zao. Na tunaishukuru serikali yetu pia, Manispaa ya Ilala, kuna kipindi tulikuwa tunafanya nao kazi kwamba wale watoto ukikaa nao chini wanakuambia ukweli, na anakuambia ukweli, mimi natokea sehemu fulani na wazazi wangu na ndugu zangu wako sehemu fulani. Baada ya kukaa kwa muda mfupi, unaweza kuja kugundua tu kwamba ilikuwa ni changamoto ndogo tu, kwamba nyumbani inahitajika labda mtaji wa kiasi kadhaa, kiroba cha unga, mafuta, mama aanze kuuza mandazi. Yani mkishaponya tu ile familia, ufahamu wa ile familia, yule mtoto anarudi nyumbani kwao. Kwa tumekuwa tukifanya hivyo kwa uchache, namna gani ambao tunaweza tukawarudisha watoto, na tukiamini kwamba sehemu bora yule mtoto kuishi ni kwenye familia yake na sio mtaani, na muda mwingine hata sio makao. Amesema kutoka Mara, wanasema anaiomba taasisi yako ya kuwasaidia watoto mtaani. Pia anaomba sana mwafikie huko Mara. Lakini amesema kwa mtazamo wake sio tu watoto yatima. Amesema pia kuna wazazi ambao labda mnaweza mkaenda mkawasaidia kuwapa elimu ili kuwapeleka watoto shule. Sawa? Sahihi kabisa. Anasema kuna watoto wanaishi na randa mtaani na wana wazazi na hawasomi. Pia anaomba kama pia mjikite kidogo kutoa elimu kwa wazazi, kuona umuhimu wa elimu badala ya watoto kufanya kazi ngumu na kutokwenda kusoma. Anaitwa Baraka. Hayo ni maoni yake. Anasema asante sana kwa imani yako njema, ubarikiwe sana. Anasema ni Rea Shintown ndio jina lake hilo. Lakini Kulwa akiwa Shinyanga anasema asante sana kwa kuliona hilo, naendelea na moyo huo mzuri. Na pia ubarikiwe sana. Charles Mawa kutoka Tabora anasema wanashukuru sana kupata habari mbalimbali na elimu ambayo inawafikia mpaka kijijini. Hassan Kuya anasema UFM ni redio bora sana, usikivu mzuri, matangazo bora, watangazaji bora, na ametupa hongera sana hapa. Lakini kuna huyu naye kwa upande wake anasema ya kwamba huo mpango wa kuunganisha watoto waliopo mtaani, je, waliopo mikoani ama waliopo vijijini mnawafikia vipi? Kastori fundi wa Ikoma Shinyanga anauliza mnawafikia vipi pengine wa vijijini huko kwa dakika chache tu labda. Na mara nyingi watoto ambao wako mjini hawatokei hapa mjini.
Yani mara nyingi ukitaka kuwarudisha wale watoto unaweza kukuta kwamba wametokea mikoa ya mbali kabisa, lakini kwa sababu sasa kwa sababu unaweza ni ngumu kumkuta mtoto wa mtaani kijijini au kwenye mikoa mingine midogo, wengi wanakimbilia huku. Kwa hiyo kumekuwepo na utaratibu wa kuwarudisha kwenye mikoa yao halisi ambao wametoka. Watoto wengi wanatoka Bukoba, Dodoma na sehemu mbalimbali za nchi. Ni labda tu kwa msikilizaji anayesikiza ni kwamba ili tatizo ni kubwa sana, na Nana na Kea inaweza isitoshe peke yake kuwafikia watoto wote ambao wapo nchini, lakini sisi rai yetu kwamba kwa ngazi ya familia, kwa ngazi ya jamii, tuna jukumu kubwa sana la kuzuia ili ongezeko la watoto ambao wanakuwa watoto wa mtaani. Haya, huyu kutoka Busanga Rorya anasema analia mtoto wa mwaka 1.5, mamake alimtoroka akamdanganya na kwenda kwao msibani, lakini leo ana miezi 6 hajawahi kumuona, lakini haoni shida kumlea mtoto wake vizuri. Anasema pia anaomba mtoe elimu kwa wanawake wenye kukimbia familia zao. Amesema ni jambo zuri sana kuwawezesha watoto mtaani ili na wao waweze kujitegemea katika maisha yao. Anaitwa Benjamin Petro kutokea Nyandekwa, Igunga, Tabora. Asante sana. Anasema anashukuru sana UFM kwa matangazo. Shukran. Anaitwa Masesa Baina kutoka Choma, Igunga. Amesema hongereni sana kwa kile ambacho mnakifanya. Na huyu anasema Mungu akuweke na kesho. Anasema amri kiyama uvikwe taji na Mwenyezi Mungu. Anaitwa Shani kwa kile ambacho mnakifanya. Anasema UFM ni kituo bora cha matangazo, wanapata taarifa mbalimbali. Asante sana. Shomari ukiwa Kigoma anasema la kwamba alikuwa amechangia kwenye kabila la Wazanaki. Basi sisi tukushukuru sana. Asante sana. Na kila la heri kuelekea siku hii, na uendelee hivyo kuwashika hawa watoto mkono. Karibu tena. Asante sana. Msikilizaji, ni saa 2 kasoro dakika 2. Saa 2 kamili ni habari za michezo. Tumezungumza hapa na Laiza Meporo Kirave, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Nana na Kea, ikiwa na maana ya nakula naye na muonesha kesho yake. Na tumezungumza naye kwa sababu Jumapili dunia inatarajia kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani. Kwa hivyo tumezungumza mengi kwa namna ambavyo wanawaandaa watoto wanaolelewa kwenye makao hayo, yani vituo vya watoto yatima, jinsi ya kuishi kwenye jamii na kujitegemea wanavyotoka kwenye makao au vituo hivyo.